Hiki kwa jina linajulikana Nabii Felix Dagobert Mongosongo kutoka kwenye maskani waamini wa ujumbe sawa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya michoro ya kinabii, na kama unavyoweza kujua kwamba tu katika mtandao wetu wa YouTube na mtandao wetu wa TikTok tumepandisha maelezo yanayoelezea kwamba kuanzia wakati huu tutaanza kupandisha nabii zile zilizotimizwa ambazo zilikuwa zinahusu kuhusiana na nchi ya Tanzania, kwa maana katika ule uchaguzi ulikuwa umekwisha wa mwaka 2025 katika wito wa kinabii, na mnajua wote kwamba tayari nchi hii imevuka salama katika yale ambayo yalikuwa yametokea wakati ule katika uchaguzi, lakini Mungu mashuhuri Yesu alitangulia kuyasema katika mchoro wa kinabii. Kwa tutaanza na unabii wa kwanza ambao ulikuwa umetoka tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 kuhusiana na uchaguzi katika nchi ya Tanzania. Mungu alitoa tahadhari, alieleza wazi kwamba mipaka ya nchi imarishwe, jeshi liimarishwe, kwa sababu kulikuwa kunaonekana kama vile kuonekana dalili ya kutaka kuleta machafuko katika nchi ya Tanzania na kutaka kuleta jambo baya zaidi kwa kutokea katika nchi hii ya Tanzania. Kwa Mungu mashuhuri Yesu alitoa tahadhari wakati ule, alishauri vyombo vya usalama, alishauri serikali wafanye utafiti kati ya wale watu wanaingia na wanaotoka, kwa sababu kulionekana kwamba kuna hali fulani ya kutaka kupandikiza uharibifu katika nchi ya Tanzania kati ya wale wa Tanzania walio katika nchi ya Tanzania na wale ambao walikuwa nje ya nchi ya Tanzania. Kulionekana kama kuna ushirika fulani ambao unafanyika kutaka kuleta machafuko mabaya zaidi kwa kutokea katika historia ya taifa hili. Wakati Mungu anatoa unabii ule wa tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025, Mungu alimulika usani, alikuwa juu ya kilele cha mlima katika nchi ya Tanzania, na Mungu mashuhuri Yesu alisema nami moja kwa moja, kwa sababu alisikia sauti yake moja kwa moja ikaingia ndani ya moyo wangu, ndani ya mwili wangu, ikaanza kuzungumza na mimi kuhusiana na yale yatakayoendelea katika nchi ya Tanzania. Kuna wote mnajua kwamba tayari ripoti ya Jaji Chande imetoka, na mnajua kabisa moja kati ya mambo ambayo yalizungumzwa kwamba kulionekana kwamba kuna dalili au kulikuwa na jambo ambalo watu wa nje na baadhi ya watu kutoka nchi ya Tanzania kulikuwa na kama vile kuanzisha vikundi vya uharibifu, kwa maana ya mafunzo fulani ya kiusalama katika kutaka kuleta machafuko mabaya zaidi kwa kutoka katika taifa la Tanzania. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo haya kwamba tayari unabii huu umethibitika, na nitumie wakati huu mwema kabisa kuieleza serikali, kueleza vyombo vya usalama katika nchi ya Tanzania, na kueleza watu wote wa Tanzania wote wajue kabisa kwamba nchi hii bila shaka yote kuna mpango wa siri ambao bado watu wanaendelea na chokochoko, na mnajua kabisa nini ilitokea. Kuna watu walianza kutoka na matamko mbalimbali, walitokea viongozi wa dini wakatoka na matamko mbalimbali ambayo nyuma pazia alikuwa na ushawishi fulani wa siri katika kuleta machafuko katika nchi ya Tanzania. Na mnajua kabisa pia walitokea manabii ambao walijaribu kutabiri, wengine walisema kabisa kwamba mwaka huu ni mwaka ambao bila shaka yote vyama vingine vya siasa vingeweza kuchukua nchi, lakini kulikuwa na mpango wa siri nyuma ya pazia. Ndio maana nazidi kuzungumza haya ili Watanzania wote na watu wote, wanasiasa wote na watu wote na wanaharakati wote wapate kujua jambo hili kwamba kulikuwa na mpango wa siri, na wengine mnajua jambo hili kwamba kulikuwa na jambo nyuma ya pazia katika namna ile, katika mikoto ile. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo haya, ninazidi kuzungumza habari ya serikali, nazungumza juu ya vyombo vya usalama na Watanzania. Nchi hii inatafutwa kwa sababu kuna mpango wa siri ambao tayari wale waliokuwa wametoa ushawishi, kutoa matamko, wengine walitoka na kutumia majukwaa ya kiimani kwa maana Injili, kwa sababu wao ni wahubiri, wakajaribu kutumia majukwaa yale na kutaka kulaghai watu, na watu wengi waliwafuata nyuma pazia, kiasi ambacho vijana wengi ambao walikuwa hawana taarifa ya kina waliamua kuingia barabarani na kutaka kuleta machafuko na uharibifu mkubwa sana ambao ungeweza kutokea katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo ninafanya marejeo haya, tutaweka unabii wa tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025 pamoja na matokeo ya unabii ili muweze kujifunza. Nazidi tena kuzungumza wale ambao walitoa na matamko, wale manabii feki waliokuja na nabii za uongo za kutaka kuleta machafuko katika nchi ya Tanzania, tayari kwa sababu wanajua mpango wao wa kwanza umefeli, sasa wanakuja na mpango mwingine wa pili. Wanasiasa pia ambao nao walikuwa na mpango wa siri nyuma pazia, na sasa wanakuja na mpango
mwingine. Ndio maana mnawaona sasa hivi wanatoka kwenye majukwaa, manabii wengine wanatoka na nabii mbalimbali ambazo ukizichunguza katika Ufunuo unaona kabisa zitoka kwa yao Mwokozi yule Mungu wa Ufunuo. Waangalie wanasiasa, utaona kuna kundi fulani linainuka, ni wale mtawatambua, ni wale ambao walizungumza katika nchi ya Tanzania kabla uchaguzi kuleta ushawishi mkubwa sana nyuma pazia. Na sasa wanafanya hivi kwa sababu wanajua nini kilitokea na nini kilikuwepo nyuma ya pazia. Kwa hiyo ninazungumza haya ili nchi hii mjue kabisa kuna kusudi la Mungu mkuu Yesu, kwa sababu niliwaambia na ninazidi tena kufanya marejeo. Yesu Kristo Mungu mashuhuri hayuko tayari kuiona nchi inaharibiwa. Mungu hayuko tayari kuona nchi inaingia kwenye uharibifu mkubwa, kwa sababu kuna kusudi la injili ya siku za mwisho ambao haina budi itaanza hapa Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa yote ya dunia. Kwa hiyo ninawaonya watu wote, kwa sababu katika ule nabii nilieleza kabisa kwamba upanga wa Bwana ulikuwa umeachiliwa katika nchi ya Tanzania. Yoyote atakayekwenda kinyume, upanga utamla. Kwa hiyo unaweza kufanya marejeo unabii, kwa sababu tutaunganisha na maelezo haya ili muweze kujua, na Watanzania wote, vijana wote ambao yamkini hamna taarifa ya kina, hao wengine wana mpango wa siri nyuma ya pazia, wana jambo wao wanaolijua. Ninyi vijana wengi hamjui nini kipo nyuma ya pazia. Hii ni nchi ya titi la mama yako. Hii ni nchi ya titi la mama yenu. Huwezi kuifanya nchi hii ikaingia kwenye machafuko, kwa sababu huna sehemu nyingine yote ya kuweza kuishi. Kwa hiyo ninazungumza haya katika michoro hii ya kinabii ili watu wote wapate kujua, na serikali ya Tanzania ifanye uchunguzi wa kina, wasifanye masiara, kwa sababu tayari kuna mpango mwingine wa siri unaandaliwa kwa siri sana katika kipindi hiki cha karibuni, lakini pia wana target katika uchaguzi unaokuja wa mwaka 2030. Bwana awabariki. Tubu dhambi, mwamba wa shauri Yesu anarudi moja hapo siku hizi. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova katutonane katika Mungu unakuja. Amina. Leo tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 kutoka kwenye maskani ya mwenye ujumbe saa kutoka jiji la Arusha Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa yote ya dunia. Bwana sema hivi, na alikuwa katika maombi kwenye mlima mmoja, katika mlima wa maombi, na nilipokuwa kule juu wakati ninaomba mbele za Bwana Mungu mashauri, na alisikia sauti kutoka kwa Bwana iliyoingia ndani ya mwili wangu, ndani ya moyo wangu, ikaanza kusema. Sauti hiyo ikasema maneno yafuatayo: barabara zuri, jeshi liimarishwe, jeshi liimarishwe. Na nilipotazama nikaona mipaka ya nchi ya Tanzania, jeshi limeimarisha mipaka yote. Maelezo na kuangalia kwake naliona, natazama, Mungu akaniambia katika michoro, akaniambia nchi hii inaenda kwenye uchaguzi mwaka 2025, lakini kuna mpango wa siri uliopenyezwa ndani ya nchi hii, na huo mpango unatoka kwa watu wa mataifa mengine au watu wa nje ambao wanakana kwamba kuonekana kwake ni kama wanataka kushirikiana na baadhi ya watu ndani ya nchi hii, kufanya nchi hii isistahimili amani yake katika michoro ya kidini, na wakiwa na shabaha maalum, kwa sababu naliona kama jambo la wito au kama jambo la vikao vilivyokuwa vinafanyika vya siri katika kuleta machafuko na uharibifu na mapigano katika nchi ya Tanzania. Bwana Mungu mshukuru Yesu akaniambia, toa unabii huu na utoe unabii wa mazuio. Bwana sema hivi, nimezuia mpango huo na umeanguka moja kwa moja. Na naliona natazama katika michoro, nikamuona Bwana katika michoro yake na lugha zake. Naliona natazama Mungu akitoa amri, na hapa natumia jukwaa hili na waonya watu wote watakaofuatilia video hii na unabii huu, na waonya wote wenye mikakati ya siri. Bwana sema hivi, ninatuma upanga watakatika nchi hii, inapasa ibaki sana, hasa mambo ya shauri Yesu fuzo mambo. Na Bwana akaniambia katika michoro hii, akaniambia waambie watu usalama. Na hapa sizungumzie habari ya vyama vya siasa, nazungumza habari ya usalama wa nchi. Barabara zuri. Bwana mshukuru Yesu akaniambia, iambie vyombo vya usalama, uiambie serikali, jambo hili wasilichukue juu, wafanye tafiti, watumie majasusi wa nchi, wachunguze kila hatua, kila wanaoingia na wanaotoka. Barabara zuri. Kila mchakato wote, mchakato wote wa kichaguzi unaoendelea, uchunguzi ufanyike na wasifanye masiara.
Bwana kaniambia fanya mahesabu haya kinabii, na hii ni michoro ya kinabii ambayo kwamba mshauri Yesu alitoa ramani hiyo. Na natoa maagizo haya na natoa maelekezo haya katika lugha ya ufunuo. Kazi ya nabii kuonyesha mambo kabla hayajatokea na njia ya namna ya kushughulikia. Na watu wa usalama ndio wana kazi ya kuingia kwa utafiti wa kina kwa njia za kijasusi. Hapa wananielewa vizuri sana. Na hapa ni hiki ninachoongea, serikali wana kitu mezani. Melazo tayari wana doti. Melazo tayari wana vitu fulani wanavyojua. Sasa leo natoa unabii. Kwanza ninadhibiti hao. Melazo hao ambao wanataka kuleta mchafuko kwenye nchi ya Tanzania. Melazo mambo mshauri Yesu anasema hivi, nimezuia, nimekataza, na wote watakaohusika upanga mkali ukatao kuni utaomeza. Nimezuia nchi ina basi inastahili kubaki salama. Onyo kwa wahubiri wa Injili. Onyo kwa viongozi wa kidini na madhehebu. Acheni matamko ya kuleta machafuko kwenye nchi. Injili ni jukwaa, sio la kisiasa. Waacheni wanasiasa wavutane kwa lugha zao. Sisi tusimame kwenye engo yetu kama wahubiri wa Injili. Matamko yoyote yanayoleta ghasia na mtazamo ambao haupendezi katika nchi, mwamba wa Mshauri Yesu ametoa amri leo, nimezuia. Na hapa nawaonya viongozi wa kidini na madhehebu, wahubiri wa Injili. Jambo hili limetoka kwa Bwana, na nimeuachilia upanga wakao kuwili. Ukatao kuwili na unawaka kuwili. Nimeuachilia upanga unasimama hapo juu. Yoyote atakayekwenda kinyume na hicho, upanga utamla, asema Mshauri Yesu. Nimezuia, asema Mshauri Yesu. Leo tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025 kutoka kwenye maskani ya ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania, katika michoro nabii. Na hamini nilikuwa katika michoro. Na muona Yesu anakusanya mipango yao yote, anaifunga, anapita kila mahali, anaweka, anasafisha ondoa katika zote. Na hapo nafunga na hesabu ilikuwa. Na kitabu hiki nimekiandika na nimekifunga. Nafunga kwa kodi za kifalme. Hakuna kufungua. Hiyo hapo. Na wafunga kwenye mahesabu. Na wafunga kwenye kanuni zao za kila jini, na zitoa kwenye kanuni za kila jini, na ifunga kwenye anwani ya Yesu. Na hakika nagonga muhuri wa roho na muhuri wa maumbo katika nukta za mfalme Mshauri Yesu. Na hakika mkuu, kitabu kimefungwa. Amen. Yaliratibiwa, yalifadhiliwa na kutekelezwa na watu waliopata mafunzo. Waratibu walitumia mbinu mbalimbali, ikiwemo kuwatumia watu wasio na ufahamu wa kina na vijana waliokata tamaa, huku wakihakikisha kwa vitendo vya ghasia vinafanyika kwa wakati mmoja, kufika maeneo tofauti ili kuwachanganya na kutawanya jeshi la polisi. Mheshimiwa Rais, taarifa na ushahidi unathibitisha kuwa watu waliokuwa wakizunguka katika maeneo mbalimbali kama vile mitaani, vyuoni, kwenye masoko na stendi za mabasi, wakishawishi na kuwaandikisha watu mbalimbali kushiriki katika ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Mfano, watoto wanaoishi katika mazingira magumu, waendesha pikipiki na wajasiriamali wadogo walieleza kuwa walipewa fedha kati ya shilingi 10,000 hadi shilingi 50,000, ni waliahidiwa ajira na maisha bora. Ilieleza zaidi kuwa kuanzia tarehe 12 Oktoba mwaka 2025 hadi tarehe 28 Oktoba waliwekwa pamoja kupewa mafunzo, kuandaliwa na kuhamasishwa kuwa sehemu ya kuanzisha na kushiriki ghasia siku hiyo. Aidha, ilibainika kuwa makundi yaliyoshawishiwa ndio wahusika zaidi katika ghasia, wakati wahusika wakuu wa ghasia na waratibu hawakuwepo kwenye maeneo ya matukio, hali iliyochangia kwa kasi kikubwa kutokamatwa kwao, huku wengi na waliokamatwa wakiwa na wananchi wa kawaida, wakiwemo wafuata mkumbo
au kushawishiwa kwa malipo kidogo au ahadi ya kunufaika na mabadiliko yaliyopangwa bila kuwa na uelewa wa malengo halisi ya wahusika wa maandamano.